Masaa 36 baada ya video ya kamera za ulinzi kuvuja zikimuonesha rapper Tory Lanez akishambuliwa kwa kuchomwa visu ndani ya gereza, tovuti mpya imezinduliwa ikidai kuwa ushahidi uliopuuzwa kwenye kesi yake unathibitisha hana hatia katika tukio la kumpiga risasi Megan Thee Stallion mwaka 2020. Tovuti hiyo yenye anwani ya 36hourslater.com inajumuisha vielelezo mbalimbali vya ushahidi, ikiwa ni pamoja na michoro ya mahakama, ratiba matukio, hati za kiapo na nakala za ushahidi wa kesi, kwa lengo la kupinga madai yaliyotumika kumtia hatiani. Inadaiwa kuwa hukumu dhidi ya Tory Lanez ambaye jina lake halisi ni Dexter Peterson ilitolewa kwa msingi wa taarifa zisizo kamili na zilizopotoshwa. Miongoni mwa madai makuu ya tovuti hiyo ni ushuhuda wa shahidi wa macho Sean Kelly aliyedai kuwa aliona wanawake wawili wakipigana na mmoja wao akifyatua risasi huku Tory Lanez akiwa bado ndani ya gari. Aidha, tovuti hiyo inaonyesha mchoro wa ratiba matukio inayodaiwa kuwa Megan Thee Stallion alimshutumu Tory Lanez hadharani kabla ya yeye kutoa kauli yoyote, kinyume na ushuhuda wake wa awali. Pia viapo vya maandishi kutoka kwa mlinzi wa Tory Lanez Joaquin Smith na mlinzi wa zamani wa Kels House Brandon James vinaeleza kwamba kulikuwepo na ugomvi kati ya Megan Thee Stallion na Kels, na Tory Lanez alijaribu kutuliza hali hiyo. Tovuti hiyo inasisitiza kuwa DNA ya Tory Lanez haikupatikana kwenye ganda la risasi na alama za DNA kwenye bastola zilikuwa kidogo mno hadi kutokuchukuliwa kuwa ni ushahidi wa kutegemewa. Tovuti hiyo imezinduliwa wakati ambapo shinikizo la kisiasa likiongezeka kwa ajili ya Tory Lanez. Mbunge wa Florida Anna Paulina Luna aliandika kwenye mtandao wa X akitaka serikali ya California kutoa msamaha kwa rapper huyo, akirejelea ushahidi mpya na maswali ya kitaalamu kuhusu ushahidi wa kisayansi. Hata hivyo, timu ya mawakili ya Megan Thee Stallion imejibu kwa kuachia uwasilishaji wa PowerPoint unaopinga madai hayo mapya. Wakili wake Alex Spiro amesema hakuna jambo jipya katika madai hayo, akitaja kuwa ni jaribio la mara kwa mara la kupotosha umma kwa kutumia ushahidi wa zamani. Wanatimu ya Tory Lanez hawezi kuamua simulizi moja. Wiki iliyopita walidai kwa Kels House ndiye alimpiga risasi Megan Thee Stallion. Sasa wanasema Megan Thee Stallion alijeruhiwa kwa kukanyaga kioo, alisema Spiro. Wanazungusha ushahidi ule wa zamani wakijaribu kuonesha kama mpya. Spiro pia alimkosoa mbunge Luna kwa kuingilia kesi akisema ni aibu kwa mbunge wa Florida kuingilia mfumo wa haki wa California kwa sababu ya umaarufu wa mitandaoni badala ya kuwatumikia watu wa jimbo lake. Tory Lanez bado anatumikia kifungo cha miaka 10 na anatarajiwa kuwa na haki ya kuomba msamaha kwa mwaka 2029. Mnamo Mei 12 alishambuliwa kwa kuchomwa kisu mara 14 na baadaye kuhamishwa hadi gereza la California Men's Colony kwa sababu za kiusalama. Hiki ndicho ambacho kwa sasa kimeweza kuchukua nafasi hapa ni SNS Management.